Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry kutoka huko nchini Misri. Bwana, tunafahamu kwa sasa tuko kwenye break, yani tuko kwenye ile kalenda ya FIFA. Tunafahamu kwamba timu za taifa ziko kwenye majukumu ya kuweza kuwania kucheza kombe la dunia 2026, na kwa timu ya taifa ya Tanzania wao wanajiandaa na mchezo dhidi ya Morocco kufuzu kombe la dunia 2026. Sasa wakati tuko kwenye kalenda ya FIFA, bwana, tunafahamu vilabu mbalimbali vingine tuliona vilitoa mapumziko kwa baadhi ya wachezaji, na tayari baadhi ya wachezaji wameshakwisha kurejea kwenye vilabu vyao. Upande wa Yanga wameendelea kujifua kuelekea kwenye mchezo wao wa 16 bora wa kombe la CRDB Bank, lakini pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba pia wao pia wameendelea kujifua kwa ajili ya michezo hiyo ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kuelekea kwenye mchezo wao wa 16 bora wa kombe la CRDB Bank dhidi ya Bigman FC. Sasa wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakisubiri michezo hiyo muhimu kabisa, hususan ule mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya draw ya robo finali kutangazwa kombe la shirikisho, maana tumeona wekundu wa Msimbazi Simba hii leo wamecheza mechi ya kirafiki, na moja ya lengo la mechi hii ni kujiwinda na mchezo dhidi ya Bigman FC 16 bora ya CRDB Bank tarehe 27 mwezi huu, lakini pia kuendelea kujiweka sawa kwa ajili ya michezo miwili ambayo inawakabili dhidi ya Al Masry. Mchezo wa kwanza ukipigwa tarehe 2 ya mwezi wa 4 huko nchini Misri, lakini pia mchezo wa pili kutarajiwa kupigwa tarehe 9 ya mwezi wa 4 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba wakati wanajiweka sawa kuelekea kwenye michezo hiyo muhimu, ikiwa ni mchezo dhidi ya Bigman pamoja na michezo hiyo miwili ya Al Masry, bwana, wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC kutoka pale Kinondoni, Dar es Salaam, na mchezo huo bwana umemalizika kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 4-0. Wekundu wa Msimbazi Simba wameibuka na ushindi huo wa magoli 4-0, na magoli ya wekundu wa Msimbazi Simba tumeona yakiwekwa kimiani na Lionel Ateba Mbida ambaye ameingia kambani mara 2, lakini pia Valentino Mashaka yeye pia ameingia kambani mara 1, wakati Edwin Barua yeye akiingia kambani mara 1. Mechi hiyo bana imechezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ikiwa ni moja kati ya michezo ya kujiandaa na michezo hiyo ambayo nimekujuza kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanakabiliwa na michezo mitatu muhimu, lakini moja kati ya mchezo ambao unatazamwa na unatarajiwa kutazamwa kwa hisia kubwa ni mchezo wa robo finali dhidi ya Al Masry kutoka huko nchini Misri. Moja kati ya mchezo mgumu. Tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wao wataanzia ugenini kule nchini Misri, na mchezo utapigwa majira ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, wakati mchezo wa pili utapigwa tarehe 9 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 10 kamili kama kawaida kwa Lupaso. Wekundu wa Msimbazi Simba wanatarajia kurudiana na Al Masry siku ya tarehe 9, wakati mchezo wa kwanza ukipigwa tarehe 2 ya mwezi wa 4 kule nchini Misri. Na kabla ya kuelekea huko watakuwa na mchezo dhidi ya Bigman FC tarehe 27. Hivi karibuni watakuwa wanakipiga na Bigman FC mara baada ya kutinga hatua ya 16 bora baada ya kuiondosha TMA kutoka pale Dar es Salaam. Kwa hiyo huu mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza ni mchezo wa kirafiki, ni mchezo ambao unawafanya kuendelea kujiandaa, kuendelea kukiweka kikosi chao sawa kuelekea kwenye michezo hiyo muhimu, na tumeona wakipiga KMC magoli 4-0. Na nikukumbusha kwamba huu ni mchezo wa kwanza wa kirafiki mara baada ya FIFA break kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini huu ni mchezo wa pili kwa KMC. Tunafahamu hivi karibuni tu wametoka kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Azam FC, mchezo ambao KMC walifanya maajabu ya kuweza kuifunga klabu ya Azam magoli 4-2. Sasa hii leo wameangukia pua mara baada ya kuchukua chuma 4 kutoka
kwa mnyama wekundu wa Msimbazi Simba ambao wameendelea kujiweka sawa kwa ajili ya mchezo ama michezo yao muhimu ambayo inawakabili mara baada ya mchezo dhidi ya Bigman FC. Wataelekea huko nchini Misri kwa ajili ya mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo mimi nimeona nikujuze kuelekea kwenye michezo hiyo muhimu, wekundu wa Msimbazi Simba wakicheza mchezo wa kirafiki. Na huu mchezo wa kirafiki tunaelekea sasa kwenye mchezo dhidi ya Bigman FC, mchezo ambao nimekujuza kwamba utafanyika tarehe 27, mchezo ambao ni wa mtoano. Tunafahamu kwa sasa tuko kwenye hatua ya 16 na tumeona pia baadhi ya vilabu vilikuwa vimeshakwisha kutinga hatua ya robo finali kama Mbeya City ambao wao tayari wameshakwisha kutinga hatua ya robo finali mara baada ya kuondoa Mtibwa Sugar. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kuumana dhidi ya Bigman FC kuwania tiketi ya kuweza kutinga hatua ya robo finali ya kombe la CRDB Bank, ambapo tunafahamu bingwa mtetezi wa kombe hilo ni Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya michezo muhimu sana kwa ajili ya kuliwania taji hilo ambalo ukilichukua kombe la CRDB Bank linakupa nafasi ya kuweza kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na vilabu vingine vitacheza michezo hiyo kwa ajili ya kuwania taji hilo. Lakini wakati tunaelekea kwenye michezo hiyo, tumeona sasa michezo ya kirafiki imeendelea kupigwa hapa katikati. Tumetoka kushuhudia mchezo wa Azam na KMC kama ambavyo nimekujuza, Azam wakikubali kichapo cha goli 4-2, lakini tumetoka pia kushuhudia mchezo ambao umepigwa hii leo kule kwenye uwanja wa Jenerali Samuel, wekundu wa Msimbazi Simba wakibuka na ushindi wa goli 4-0. Lakini tukishuhudia pia Valentino Mashaka pengine kufunga goli kwenye mchezo wa kirafiki unaendelea kumweka sawa, na pengine huenda kocha Fadru akawa amekitazama kiwango chake, na pengine huenda sasa akaanza kupata namba, kwa sababu tunafahamu kwamba kwenye ile idara ya ushambuliaji ya wekundu wa Msimbazi Simba kocha Fadru amekuwa akitoa nafasi kwa Lionel Ateba, lakini pia Steven Mkwala kwenye ile eneo la ushambuliaji. Valentino Mashaka amekuwa apati namba hivi karibuni kutokana na upinzani uliopo kwenye ile eneo la ushambuliaji. Pengine mechi hizi za kirafiki huenda zikawa zinaendelea kumweka sawa kwa ajili ya kupata nafasi kwenye mechi zinazokuja. Lakini pia Juni Barua, moja kati ya wachezaji ambao tumeona pia amekuwa hapati nafasi hivi karibuni, lakini kufunga kwake kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC pengine huenda pia kukaa kuna mweka sawa ama kukaa kuna muongezea kujiamini ili kuweza kupata nafasi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kinaelekea kucheza kwenye kinaelekea kucheza michezo muhimu hiyo ambayo nimekujuza, mchezo wa 16 bora dhidi ya Bigman FC, lakini pia mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry. Lakini kwa Lionel Ateba ni mwendelezo, ameendelea kuwa bora kwenye lile eneo la ushambuliaji. Tumeona pia hii leo akiwa amefunga magoli mawili, na tunafahamu kwamba kwenye ile orodha ya wafungaji Lionel Ateba paka sasa na goli 9, wakati kinara wa kufunga kwa sasa akiwa ni Jean Charles Ahoua ambaye kwa sasa na magoli 12, wakati Clement Mzize pamoja na Prince Dube wao wakiwa na magoli 10. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Lionel Ateba ameendelea kufanya mwendelezo wa kile ambacho amekuwa kikifanya kwenye michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.